Mgogoro wa Israel na Iran umezua tishio la Iran kufunga mlango wa bahari wa Hormuz ambao hutumika katika usafirishaji au kupitisha takriban mapipa milioni 20 ya mafuta kwa siku. Hii imezua mjadala kuhusu uwezo wa Afrika wa kujitosheleza kwa uzalishaji wake wa mafuta. Kulingana na Umoja wa Afrika, uzalishaji wa mafuta ghafi barani Afrika unakadiriwa kuwa karibu mapipa milioni 10 kwa siku, ikiwa ni sawa na 10% ya uzalishaji wa mafuta ghafi duniani. Nayo takwimu za shirika la nishati ya kimataifa IEA ambalo hufuatilia biashara za mafuta duniani zinaonyesha kuwa katika uzalishaji wa mafuta wa mwezi Mei mwaka huu, Nigeria iliongoza kwa mapipa milioni 1.2 kwa siku, ikifuatwa na Libya ambayo ilikuwa na mapipa zaidi ya milioni 1.2. Mwezi huo Gabon ilizalisha zaidi ya mapipa 250,000, Kongo nayo ikawa na zaidi ya 230,000, huku Algeria ikizalisha zaidi ya 900,000 ya mapipa, Guinea Ikweta zaidi ya 60,000 kwa siku. Nchi nyingine barani zinazozalisha mafuta ghafi ni pamoja na Chad, Sudan Kusini, Misri na Angola. Nchi kama Kenya na Uganda zipo katika mchakato wa kuanza kuzalisha mafuta pia. Mafuta ghafi hapa barani Afrika yanachimbwa kutoka kwenye visima vya ardhini au kwenye maeneo ya pwani na kusafirishwa kwa mabomba au meli za mafuta hadi kwenye vituo vya kusafisha mafuta, ambapo yanaweza pia kugeuzwa na kuwa bidhaa muhimu za mafuta, hasa mafuta na kemikali ambazo zinatumika viwandani. Takriban 75% ya mafuta yanayozalishwa barani Afrika yanauzwa nje kama ghafi, huku bidhaa nyingi za mafuta zikiagizwa kutoka nje, jambo ambalo linaifanya Afrika kuwa bara pekee duniani ambalo ni muuzaji mkuu wa mafuta ghafi nje ya nchi na pia mwegezaji mkuu wa bidhaa za petroli. Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Kuwait zikiwa wasambazaji wake wakubwa. Nchi ya Misri kwa mfano inatumia takriban mapipa 800,000 kwa siku, Afrika Kusini mapipa 600,000, Nigeria 500,000 na Algeria mapipa 400,000 kwa siku. Matumizi haya ni ya juu hasa kwa sababu ya idadi ya nchi hizo ya watu na pia uwekezaji katika viwanda. Aidha, pia Afrika imejaliwa kuwa na kiasi kikubwa cha gesi asilia ambayo inaweza kupatikana hasa katika mataifa ya Algeria, Tunisia, Libya na Nigeria na Misri. 40% ya ugunduzi mpya wa gesi asilia duniani katika miaka 10 iliyopita hapa barani Afrika, haswa Senegal, Mauritania, Msumbiji, Tanzania miongoni mwa nchi zingine. Kwa sasa zaidi ya 45% ya gesi asilia inayozalishwa barani Afrika inauzwa nje ya nchi, na mchango wa gesi asilia barani Afrika katika usawa wa nishati bado ni mdogo. Kwa mataifa yanayotoa mafuta kama Nigeria, Angola na Libya, habari kuwa usambazaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz huenda ikaathiriwa kwa sababu ya mashambulizi kati ya Israel na Iran ni habari njema kwa muda mfupi. Bei za juu zinamaanisha mapato zaidi kwa nchi hizi, fedha nyingi za kigeni na kuchangia katika makadirio makubwa ya bajeti yao ya taifa. Lakini ikiwa tu nchi hizi zitamaliza changamoto za miundombinu ya muda mrefu, wizi na uwekezaji duni katika sekta ya mafuta. Hata hivyo, kwa bara zima la Afrika, taswira hiyo inaashiria hali mbaya zaidi. Nchi kama Kenya, Rwanda na Afrika Kusini ambazo zinategemea sana uagizaji wa mafuta kutoka nje zitaathiriwa vikubwa. Kupanda kwa bei ya mafuta duniani kunamaanisha kuwa mafuta yatakuwa bei ghali zaidi yatakapofika katika nchi zao kutoka nchi za nje, bei ya juu ya kusafirisha bidhaa, na hatimaye familia zitalazimika kubana matumizi kutokana na kupanda kwa gharama za maisha.